Kwa hiyo nishukuru sana kila mmoja wenu kwa kutenga muda kuja kuhudhuria kikao hiki. Ni kikao ambacho ningependa nisiwe mzungumzaji sana, niwe msikivu zaidi. Kama kuna namna tunaweza kushirikiana zaidi katika tasnia ya habari, ninyi ndio mko field, ndio mnajua wapi kuna changamoto, wapi kuna mafanikio katika kazi zenu. Na sisi kama serikali kazi yetu ni kuweka mazingira wezeshi ili mzidi kufanya kazi vizuri, lakini katika utaratibu ambao unazingatia katiba, sheria, utaratibu na kanuni zetu za uendeshaji wa taaluma ya habari. Hiyo ndio sababu kubwa ya kuwaombeni leo tukae tujadiliane, kwa sababu hii wizara ni watu muhimu sana na kiungo muhimu sana katika utendaji wa kazi za serikali na kuhakikisha wananchi wetu wanapata haki ya kupata habari kupitia taaluma ya habari ambayo mpo katika majukumu yenu. Jambo lingine, nitumie nafasi hii kuwashukuruni sana. Kipindi cha uchaguzi mlikuwa wazalendo, mlitumia kipindi cha uchaguzi mkuu katika kuhakikisha wagombea wote kupitia sera zao walizokuwa na nadi, Watanzania wanapata haki ya kusikia nani mwenye sera nzuri, nani mwenye mikakati mizuri, na kupitia kwenu Chama cha Mapinduzi kikaibuka mshindi mkubwa. Na hii yote ni kwa sababu ya sera nzuri za ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kupitia kwenu kama daraja, basi Watanzania waliweza kupata mipango mizuri iliyoko kwenye ilani na kukipa chama chetu ushindi wa kishindo. Kwa hiyo niwashukuruni sana kwa ushirikiano ambao mliutoa katika kipindi hicho. Baada ya utangulizi huo, pia kama mnavyofahamu ipo sheria namba 12 ya habari ambayo tuliweka kwa malengo ya kuprofessionalize taaluma ya habari. Inafahamika kama Media Services Act ya mwaka 2016 namba 12, na sheria hii tulitoa miaka 5 kwa wanahabari kujiandaa katika matakwa ya sheria mpya. Ni matumaini yangu mmekuwa mkifanya maandalizi hayo, na kama mnavyojua itakapofika Disemba 31 mwaka 2021 basi sheria hii itaanza kufanya kazi. Kwa hiyo niendelee kutoa wito kwa kila mmoja wenu, huu mwaka ambao mmebaki mjiandae vizuri ili itakapofika Januari 1, 2022 basi tuanze kutumia sheria hii katika kuendelea kuleta ubora na weledi katika usimamizi wa tasnia ya habari nchini. Baada ya kusema hayo, na kama alivyotangulia kusema naibu waziri, kikao hichi ni cha kwenu, tumekuja kusikia zaidi. Lakini katika sheria ya habari ya mwaka 2016 namba 12 yapo mambo ya haki na maslahi ya wanahabari. Kama mlikuwa mjapata forum ya kuyajua, basi kikao hiki ni kujadiliana na kuona ni namna gani sheria hii ina manufaa kwenu, kwa sababu mara nyingi watu wamekuwa wakizungumzia upande wa uhuru wa habari, na sheria hii ina mazingira ya kuleta uhuru huo bila kuangalia hata haki za mwanahabari, ambacho kuna vipengele katika sheria ambavyo imetoa haki ya mwanahabari ni zipi, mambo ya bima, mafunzo kwa wanahabari kupitia mfuko ambao kwa mujibu wa sheria utaanzishwa, baraza la wanahabari pamoja na bodi ya ithibati. Kwa ni wakaribishe. Tumejipangaje dhidi ya propaganda ambazo watu wasio wema wanazizungumzia kuhusu nchi yetu kwa maana ya kupotosha. Na hii ndio eneo ambalo waandishi wa habari, uzalendo ndipo unapoingia. Kuna watu kutoka nje, na kama mnavyojua dunia imekuwa kijiji kwa kuunganishwa na teknolojia, wanaweza wakawa na nia ovu na nchi yetu. Lakini tukiwa tuna tasnia ya habari ambayo
haijaweka uzalendo mbele, na baadhi wameweka maslahi binafsi mbele kabla ya uzalendo, hawa watu wanaweza wakatumiwa ndivyo sivyo. Kwa maana hiyo, nitoe wito kwa waandishi wa habari wote, tuweke utaifa wetu kwanza na uzalendo, kwa sababu jitihada hizo zitakuwepo. Kutumia wale wachache ambao wanaangalia maslahi kwanza kabla ya uzalendo, kupotosha juu ya mambo fulani kwa mujibu wa hao watu wenye nia ovu dhidi ya nchi yetu. Kwa hiyo nipende kutoa wito kwenu, tuendelee kuweka utaifa wetu mbele, uzalendo mbele, na kuzingatia kanuni za taaluma ya habari. Tukifanya hivyo kama nchi, kupitia nyinyi ambao ni madaraja kati ya serikali na wananchi, na kupitia professionalism ya waandishi wa habari, tunaendelea kutoa elimu za kuhabarisha na kutoa taarifa muhimu za jitihada nzuri zinazofanywa na serikali yetu katika kujenga uchumi wa viwanda. Kwa hiyo ninaamini, kwa sababu tumekuwa tuna mashirikiano mazuri, na nimesema nafasi haitakuwa adimu kwenu, tutaendelea kujadiliana na kuangalia namna tunaweza kuboresha tasnia ya habari, kiwe ni chombo ambacho kitasaidia kusema mazuri juu ya nchi yetu na jitihada nzuri ambazo zinaendelea kufanywa na serikali na Watanzania, badala ya kuungana na international media ambayo imefocus na negativity juu ya bara letu la Afrika, negativity juu ya nchi yetu. Kwa sisi kama waandishi wa habari wa Tanzania, tunaweza tukawa mstari wa mbele katika kukemea na kukataa hiyo hali ya kuwa na kuripoti mambo ambayo ni negative juu ya bara la Afrika na nchi yetu. Kwa hiyo nishukuru kwa kulileta hili, lakini sisi kama serikali tunaamini kupitia tasnia ya habari na sheria namba 12 ya mwaka 2016 ambayo tumeijadili hapa, na kupitia kwenu tutaendelea kuweka utaifa na uzalendo kwanza kabla ya mambo mengine. Lakini kuna swala limezungumzwa kuhusu TFF na ushirikiano kwa waandishi wa habari, sasa upande wa press club. Na sisi katika malengo mapana ya kutoa hamasa kwenye maendeleo ya michezo nchini, na nyinyi waandishi wa habari ndio daraja, jambo hili tutalisimamia ili liweze kuwekwa kwenye utaratibu mzuri. Kwa hiyo ningependa kuondoa wasiwasi, tutakaa na TFF kuhakikisha kuna mahusiano mazuri kati ya waandishi wa habari wanaoripoti michezo na TFF. Kwa hiyo jambo hili nimelichukua na tutalifanyia kazi ili liweze kuwa sawa, kwa sababu nyinyi ni wadau muhimu katika kuhakikisha shughuli zote za michezo nchini, Watanzania wanapata haki ya kufahamu michezo tunayoifanya, na ninyi ni sehemu ya hamasa. Na kupitia kwenu nitoe ombi kwamba tuna timu yetu ya taifa ina mechi ya kirafiki na timu ya taifa ya DRC Januari 12. Kwa kupitia kwenu ni waombe tuendelee kutoa hamasa na kuhamasisha Watanzania wajitokeze kwa wingi siku ya Januari 12 pale uwanja wa Benjamin Mkapa hapa Dar es Salaam. Sio mechi ya kukosa. Na wizara kwa kushirikiana na serikali kwa ujumla tunaendelea kufanya maboresho ya mikakati, mpango mkakati wa maendeleo ya michezo nchini, na yote haya yamelenga katika kuhakikisha tunakuwa tuna nguvu mpya na weledi kwenye timu zetu za taifa. Tuliona tuna sera ya michezo ya mwaka 95 ambayo ilikuwa haina mpango mkakati, tumeukamilisha, tumeanza utekelezaji wake, na katika kuhakikisha tunajenga mpango endelevu wa kuwa na timu nzuri za taifa, tunaweka nguvu kubwa ya kurudi kwenye kuboresha UMITASHUMITA na UMISETA, ili vipaji hivi vya kutafuta wachezaji wazuri wa timu zetu za taifa tuanze kuvinoa watoto wetu wakiwa shule za msingi, sekondari. Kwa mtatuona tukishirikiana na Wizara ya TAMISEMI pamoja na Wizara ya Elimu kuhakikisha mpango mkakati wa maendeleo ya michezo ambao tumeukamilisha unatekelezwa kwa mashirikiano mazuri ya wizara yetu pamoja na wizara zingine. Lakini ili tuweze kuwa na timu ambazo zitafanya vizuri, ni swala la uwekezaji ambao linachukua muda, na mkakati mzuri ni kuhakikisha sasa UMITASHUMITA na UMISETA
tunaupa nguvu sana, na jambo hilo tumeanza kulifanyia kazi. Swala la maslahi na stahiki za wanahabari, mimi niwahakishie kama mlivyosema, nimewaita kwa hiari yangu, nitaka tujadiliane, changamoto nimezipata na ninafahamu mchango wenu mkubwa katika tasnia ya habari. Kwa hiyo baadaye, kama nilivyowaambia, nitakutana na wahariri, baadaye tutakutana na wamiliki wa vyombo vya habari, lakini lengo ni kuangalia tunashirikianaje kwa pamoja kuhakikisha malengo na madhumuni ya serikali ya kuwa na sheria ya mwaka 2016 namba 12. Yapo mambo mengi kuhusu kuboresha stahiki za wanahabari. Kwa hiyo matarajio yangu ni kwamba wanahabari watashirikiana na serikali kwa mujibu wa sheria hii kuboresha stahiki za wanahabari wetu. Kwa mimi kama waziri mwenye dhamana, na wahakikishia tutashirikiana na Wizara ya Ajira nchini kuhakikisha yale malengo yaliyopo kwenye sheria ya habari yanatekelezwa na wamiliki wa vyombo vya habari kwa mujibu wa sheria. Na swala la mikataba kwa wanahabari, ili liko kwa mujibu wa sheria. Kama lilikuwa halisimamiwi na kusimamia sheria, basi wizara yangu tutashirikiana na Wizara ya Ajira kuhakikisha matakwa ya kisheria, kuhakikisha wanahabari wanapata mikataba, na mikataba hiyo inazingatiwa na waajiri. Hili swala liko sheria na halina mjadala, ni kufuata utaratibu. Kwa hiyo swala la mikataba pia tumelichukua na tutalifanyia kazi. Swala la press card nimelizungumzia. Masuala ya kupewa onyo kabla ya faini, haya ni mambo ambayo tumeyapeleka kwenye maeneo ambayo tunahitaji kukaa na TCRA kujadiliana. Kwa hiyo na nyewe tumelichukua. Hili liko sambamba na tozo za kila mwaka, kama zinaweza ikalipwa kwa awamu badala ya kutakiwa kulipa yote kwa wakati mmoja. Na swala la mwandishi wa habari anatoka kwenye chombo cha habari X anaenda kwenye chombo cha habari Y, na kwamba kule silikuwa hivyo hivyo. Hiyo ndio moja ya faida ya hii sheria. Ningekuwa na muda ningewasomea, labda tufanye hivi. Katibu wangu, hii summary hapa, kama kuna sehemu ya print hii kadri inavyowezekana, au kwa mfumo wa software, waandishi watakupa mwongozo. Ni vizuri mkasoma hii nimewafanyia summary. Mambo changamoto zake tumesema tutakaa na TCRA kuangalia jinsi ya kuratibu vizuri. Uhuru wa kumiliki vyombo vya habari nchini, fungu namba 6, na mambo ya namna hiyo. Kwa hiyo kama mtawatumia, someni hivi, hata wakati tunakuwa na kikao kingine cha sisi hapa kama tulivyokaa, pengine mnaweza mkawa mna mawazo mapya na mapendekezo baada ya kusoma haya maeneo kama yalivyo. Na pia mimi ningependa niwashauri hapa, nimeona hata kiongozi wenu anajitambulisha mbele yenu, ndugu yangu Msuya. Formalize umoja wenu, na wakati mwingine kama alivyosema ndugu yangu Msuya, kama tayari imeshakuwa formalized, kama kuna mambo mahususi, viongozi wenu wanaweza wakaja, waziri, sisi umoja wa wanahabari tuna 1, 2, 3, tunakuja tunazungumza yale ambayo hayahitaji kusubiri vikao kama hivi, yanafanyika, tunasonga mbele. Hii ni biashara kama biashara nyingine, na hakuna biashara isiyokuwa na changamoto. Kwa hiyo ningependa kutoa wito kwa media owners, sisi upande wa serikali tutajitahidi kufanya kila linavyowezekana kuendelea kuweka mazingira wezeshi ya ufanyaji biashara, lakini ningependa muitizame uwekezaji kwenye tasnia ya habari kama biashara nyingine. Na biashara, hakuna biashara ambayo haina changamoto, na changamoto ambazo tunaweza tukasaidiana kwa upande wa serikali kusaidiana na sekta binafsi. Serikali tuko tayari kwa ajili ya kuengage na kushirikiana,
Lakini ningependa kuwakumbusha kwamba uwekezaji kwenye tasnia ya habari ni uwekezaji kama uwekezaji mwingine. Business cycles na changamoto zake. Kwa hiyo mimi kama waziri mwenye dhamana ya habari, tamaduni, sanaa na michezo, niko tayari kukaa na media owners kuangalia changamoto ambazo tunaweza tukashirikiana kuhakikisha tunafanya maboresho kwa maana ya kuweka mazingira wezeshi. Lakini hiyo haiondoi ukweli kwamba uwekezaji kwenye tasnia ya habari changamoto zake ni za changamoto za kibiashara kama sekta nyingine. Na jambo hili liko hata kwenye serikali kama mteja. Mteja kwenye marketing principles inabidi ujue testi ya mteja ikoje, anahitaji bidhaa gani, na wewe ufanye nini ili hiyo bidhaa anayohitaji mteja aweze kuinunua. Kwa hiyo mimi hili ni kwa ushauri wangu ni muangalie serikali kama mteja, angalia mahitaji ya serikali kama mteja, na wewe unaweza provide kwa hali ambayo atapendezwa nayo. Huo ndio ukweli kwenye principles za marketing. Kwa hiyo ili nirudishe kwenu na wale ambao mnafanya marketing,